Na kukaribisha rasmi kwenye taarifa zetu za TV47 Weekendi. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara ni Roda Nyamai. Karibu. Huzuni imetanda katika kijiji cha Gatara, eneo la Kingero, kaunti ndogo ya Kabete, baada ya wavulana wawili kufariki na kuzama kwenye mto Gatara. Wakazi sasa wakitoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kuzuia ajali kama hiyo kutokea tena. Kijiji cha Gatara katika kaunti ndogo ya Kabete, kaunti ya Kiambu, kimegubikwa na hali ya majonzi na huzuni kufuatia vifo vya wavulana wawili waliofariki baada ya kuzama katika mto Gatara. Kwa mjibu walioshuhudia, tukio hilo la kusikitisha litokea muda mfupi baada ya wavulana hao kuhudhuria ibada kanisani kabla ya kuelekea kwenye mto wa Gatara na kukumbana mauti yao. Tulikuwa vijana wengi sana, tulingangana, watu walikuwa wamejaa hapa sana wengi. Tulingangana na tukawapata. Wakazi wa eneo hilo sasa wanaitaka serikali kuweka uzio ili kudhibiti watu wanaofikia mto huo na kupunguza hatari zaidi. Serikali ikuje kwanza iangalie, ione venye inaweza tusaidia. Ni mara mingi sana ajali imepatikana, wageni ndio huwa wanakuja, manake hawajui mambo ya hapa. Aidha, wakazi hao wamedai kuwepo na hofu ya muda mrefu kuhusu usalama wa eneo hilo, hasa kipindi cha mvua nyingi. Ombi langu ni hapa pahali ijulikane vile inaweza tengenezwa watu wasikufia hapa tena. Akizungumza na wanahabari baada ya mkasa huo, mwakilishi wa wadi ya Gitaru, Jen Thogori, amewahakikishia wakazi wa Gitaru kuwa serikali ya kaunti ya Kiambu itashughulikia swala hilo ili kuzuia ajali za mara kwa mara. Wengi tumetoa hapo, wanaendaga kuswim, na ukiangalia katika huko ndani kuna mizizi ambayo huwa inashika watu hapo ndani. So ukienda hapo it's very deep. So tunataka kuangalia vile tunaweza saidia tusipate maafa ingine. Kwa sasa miili ya wavulana hao tayari imeopolewa kutoka mtoni humo na sasa imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya St. Teresa ikisubiri kufanyiwa upasuaji. Mwaluse Meshak, TV47.